Karibu kwenye video show yetu inayohusu mambo ya ujasiriamali iliyotayarishwa na Avic Consultants ya Dar es Salaam, Tanzania. Tunaomba usubscribe huduma yetu ili usipitwe na video zetu zinazotoka kila wiki. Vile vile tunakaribisha maoni yako kuhusu kinachoongelewa kwenye video hii. Halo, karibu. Kuna wamiliki wa daladala ambao wamekuwa wakiendesha biashara ya daladala kwa muda mrefu, lakini hawaoni kama wanapata faida ya kutosha. Baadhi ya wamiliki wa daladala wanadai kuwa matumizi yao ni makubwa mno kuliko kipato chao. Matokeo yake ni kuwa wakati mwingine hujikuta wanakosa hata pesa ya chakula. Wengi wa wamiliki wa daladala ambao wamekumbana na matatizo yaliyotajwa hapo juu ni wale ambao biashara zao hazikuanzishwa kwa kufuata misingi inayokubalika ya kuanzisha biashara mpya. Jambo la kwanza na ambalo ni muhimu unapotaka kuanzisha biashara ya daladala ni kuhakikisha kuwa kuna fursa ya kufanya biashara ya daladala. Sasa basi, utafahamu vipi kama kuna fursa za kufanya biashara ya daladala? Katika video hii nitaeleza changamoto ambazo huwapata abiria wa daladala ambazo unaweza kuzigeuza kuwa fursa ya kuanzisha biashara ya daladala. Sasa hebu tuangalie changamoto ambazo zinaweza kugeuzwa kuwa fursa za kufanya biashara ya daladala. Fursa za kufanya biashara hujulikana kwa kuangalia changamoto wanazokumbana nazo abiria wa daladala. Unachotakiwa kufanya ni kuzichunguza kwa makini changamoto za abiria na kuzigeuza kuwa fursa za kuanzisha biashara ya daladala. Kuna changamoto nyingi za abiria wa daladala na baadhi ya hizo changamoto ni kama hizi ambazo nitazieleza. Changamoto ya kwanza ni ruti inayohusika ina daladala chache. Hivyo basi za daladala huwa zinajaa sana abiria. Namba 2, ruti inayohusika daladala zimechakaa sana. Namba 3, ruti inayohusika daladala zake zinatoa huduma mbovu kwa abiria. Changamoto ya 4, ruti inayohusika daladala zake viti viko karibu sana, hivyo abiria wanabanana sana. Na changamoto namba 5 ni ruti inayohusika daladala zake sio mpya na hivyo hazina viburudisho kama vile music system, TV na kadhalika. Ukishajiridhisha kuwa hizo changamoto unaweza kuzigeuza kuwa fursa, basi sasa unaweza kujipanga kuanzisha biashara ya daladala. Sasa hebu tuangalie umiliki wa daladala. Jambo la muhimu ambalo unapaswa kufahamu ni kuwa mmiliki wa basi la daladala ndio mmiliki wa biashara ya daladala na sio vinginevyo. Usije ukajikuta umeingia mtego ambapo unajikuta wewe unamiliki basi na dereva wako ndio ambaye anamiliki biashara ya daladala. Kuepuka hilo tatizo, unashauriwa kuanzisha mfumo sahihi wa kuendesha biashara ya daladala. Sasa hebu tuangalie mfumo wa kuendesha biashara ya daladala. Ili kuongeza ufanisi na uwajibikaji, kunatakiwa uwekwe mfumo unaokubalika wa kuendesha biashara ya daladala. Mfumo wa biashara ya daladala unahusisha uanzishaji wa vitengo kwenye biashara kwa biashara ya daladala vitakavyochochea ufanisi na hivyo kufanikisha kufikia malengo yaliyowekwa. Ili mfumo wa daladala ufanikiwe kufikia malengo, biashara ya daladala inatakiwa igawanyike katika vitengo 4 vya uwajibikaji. Vitengo vyenyewe ni kama ifuatavyo. Namba 1 ni kitengo cha dereva. Namba 2 ni kitengo cha ufundi. Namba 3 ni kitengo cha mauzo. Na namba 4 ni kitengo cha uhasibu na utawala. Hivi vitengo vinatakiwa kufanya kazi kwa pamoja na vile vile viwe vinahusiana katika utendaji kazi na pia viwe vinategemeana ili kufanikisha kufikia malengo ya biashara ya daladala.
Lengo kuu la biashara daladala ni kufanya biashara ambayo inazalisha faida. Kwa hiyo, dereva atahusika na uendeshaji wa basi kwa ufanisi ili abiria wapate huduma nzuri ya usafiri. Kitengo cha ufundi kitahusika na kutoa huduma bora ya ufundi ili basi liwe barabarani muda wote bila kukosa. Kitengo cha mauzo kitahusika na ukusanyaji wa nauli kutoka kwa abiria kufikia malengo yaliyowekwa. Na kitengo cha uhasibu kitahusika na utengenezaji wa hesabu za biashara na kutoa ushauri ili biashara izalishe faida. Sasa hebu tuangalie mambo 11 ambayo ni muhimu wakati unaanzisha biashara ya daladala. Kuna mambo mengi muhimu ambayo wamiliki wa daladala wanatakiwa kutekeleza wakati wanaanzisha biashara za daladala. Kwenye video hii nitaeleza mambo 11 ambayo wamiliki wa daladala wanatakiwa kutekeleza ili wafanikiwe kupata faida. Namba 1 inahusu fursa ya kufanya biashara daladala. Usianzishe biashara kama hakuna fursa ya kufanya biashara daladala. Namba 2, kama ikiwezekana tumia gari mpya kwenye biashara daladala. Usifanye biashara kwa kutumia gari lenye umri wa zaidi ya miaka 10. Gari lenye umri mkubwa, gharama zake za diesel na vipuri mara nyingi huwa ziko juu sana. Namba 3, fanya biashara kwenye ruti yenye abiria wengi. Usifanye biashara kwenye ruti isiyokuwa na abiria wengi. Chagua ruti yenye abiria wengi ili upate mapato ya kutosha kwa ajili ya biashara ya daladala. Namba 4, tumia gari lenye gharama ndogo za uendeshaji. Usianzishe biashara daladala bila kufanya utafiti kuhusu aina ya gari ambayo gharama zake za matumizi ya diesel na pia vipuri ziko chini. Namba 5 ni utengenezaji wa business plan ya daladala. Usianzishe biashara daladala bila kutengeneza business plan. Business plan ni mwongozo utakao kusaidia wakati unaanzisha biashara ya daladala. Namba 6 ni kutunza hesabu za biashara. Usianzishe biashara ya daladala bila ya kuwa na utaratibu wa kuweka hesabu za biashara. Bila kutengeneza hesabu za biashara, huwezi kufahamu kama unapata faida au hasara. Namba 7 ni kufanya ukaguzi wa njia kabla hujaanza biashara. Usifanye biashara daladala kabla ya kufanya ukaguzi wa njia ya biashara, yani route survey. Ukifanya route survey, inakuwa rahisi kufanya makisio ya idadi ya abiria na hata matumizi ya diesel kwa siku. Namba 8 ni utaratibu wa kukagua kilomita za gari ambayo inasafiri. Usifanye biashara daladala bila kuweka utaratibu mzuri wa kufahamu umbali ambao gari itakuwa inasafiri kila siku katika ruti zake. Namba 9 ni upimaji wa uwiano kati ya kilomita ambazo gari imetembea na lita za diesel ambazo zimetumika. Usifanye biashara daladala bila kufahamu uwiano wa matumizi ya lita 1 ya diesel na kilomita ambazo gari itakuwa imesafiri. Namba 10 ni kuweka mikakati kupambana na ushindani. Usifanye biashara daladala bila kufahamu mbinu au mikakati ya kupambana na ushindani katika soko. Biashara daladala ina ushindani kati ya daladala zinazofanya kazi katika ruti moja. Ni vizuri mjasiriamali anataka kuanzisha biashara daladala afahamu ukubwa wa ushindani uliopo kwenye eneo au kwenye ruti anayotaka kufanya kazi ya kutoa huduma daladala. Na namba 11 ni kufahamu matakwa ya abiria. Usifanye biashara daladala bila kufahamu matakwa ya abiria. Mfano, ukubwa wa basi, aina ya basi, ukubwa wa viti, nafasi kati ya viti na kadhalika. Basi lako likiwa na vigezo wanavyopenda abiria, wanaopenda abiria itakuwa ni kivutio kikubwa kwa abiria. Nafahamu mambo yaliyoelezwa kwenye video hii sio rahisi kuyatekeleza. Niandikie kupitia email address yangu ambayo ipo mwisho wa video hii nikufahamishe jinsi ya kuanzisha biashara ya daladala.
Vile vile unaweza kujiunga na grupu la wajasiriamali la Tan Business kupitia WhatsApp namba ambayo inaonekana kwenye video. Naomba usubscribe huduma zangu ili usipitwe na video zangu zinazotoka kila wiki. Vile vile unakaribishwa kutoa maoni yako kuhusu kilichoongelewa kwenye video hii. Asante kwa kunisikiliza.